Karibu niweze kuwapasha wapenzi watazamaji yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Ninakuomba usikilivu wako mwema, na kama unanipata kwa mara ya kwanza, tafadhali chukua sekunde 1, 2, 3 kajiunge na familia ya hichi kituo kwa kupiga subscription, alafu sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi 2, 3. Mahala ambapo Tanzania imefika, mpenzi mtazamaji, hakuna kurudi nyuma. Tunasonga mbele. Na nimejaribu kusoma historia ya Tanzania vizuri. Nimekumbuka kipindi kimoja Mwalimu Julius Nyerere alisema kwamba hili taifa letu la Tanzania liweze kupiga hatua na kuwa salama, linahitaji vijana jeuri watakao hoji, watakao pinga na kukataa udikteta na matakataka mengine kama hayo ya kukandamiza wananchi. Sasa Watanzania kwa kauli moja wameendelea kumshambulia na kumkashifu Waziri Mkuu Tanzania ambaye ni Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba hivi karibuni aliweza kutoa kauli ambazo zinaonekana kwamba zimeweza kuwakasirisha Watanzania kwa kusema kwamba mataifa ya nchi ya kigeni yameonea wivu Tanzania kwa sababu ipo na rasilimali. Kwa hivyo mataifa haya ambayo yameweza kuyaonea ama yameweza kuonea Tanzania wivu ili waweze kupata zile rasilimali, wanathamini vurugu Tanzania. Wanalipa vijana pesa ili waweze kuandamana eti kwamba wakatae Samia ndiposa hayo mataifa yapate rasilimali. Wacha nikuulize, kwani Samia ndiye rasilimali ya Tanzania? Kipindi ambapo Mwigulu Nchemba anazungumza kwamba ni rasilimali za Tanzania ndizo zinapiganiwa, kwani mataifa mengine kama vile Burkina Faso hawana rasilimali? Tulizane tu kweli. Kuna kitu ambacho hii serikali haitaki kuzungumzia. Mimi nimewaambia hivi, nitakita kambi hapa mpaka ile siku ambayo ndugu zangu Tanzania watapata haki. Mbona hii serikali haitaki kuangalia yale matatizo ambayo yanawakumba wananchi? Waketi chini, wajaribu kutafuta ushauri, waone ni kipi ambacho kilichochea Watanzania mpaka kuandamana. Ni kipi ambacho kimeweza kukasirisha Watanzania mpaka hawataki kukubali serikali hii ya Samia. Wakishapata hilo jibu, walifanyie kazi. Lakini badala ya kufanyia mambo kama hayo kazi, badala ya kufanya uchunguzi waone hasira za wananchi zilitoka wapi, kazi yao ni kupanda chuki pamoja na hasira kwa wananchi. Sasa mwananchi, mwimbaji wa nyimbo za Kikristo Tanzania, amekasirika na ameamua kumpea msomo Mwigulu Nchemba. Naomba niongee kwa upole sana na shemeji yangu Mwigulu. Mwigulu, usitaki tukukosea adabu. Mwigulu, usitufanye sisi ni wapumbavu. Usitufanye sisi ni matahila. Sawa? Wala sisi sio misukule. Watanzania tumeamka mzee. Watanzania mlitutengeneza kuwa wajinga na wapumbavu, mnatutengenezea matatizo alafu mnatusaidia kuyatatua. Tumebadilika, tunajitambua. Sasa hivi Mwigulu, naomba nikushauri kitu sasa. Badilika. Jenga desturi ya kupanga speech zako, kwa sababu umekuwa mlopokaji kama mwenzio. Punguza kulopoka. Adhabu yenu nyinyi, si mmechagua kifo kwamba mtuue tunapoongea ukweli. Mko sawa. Sio wote tuko nje, wengine tupo Tanzania hapa. Mwigulu, ni kwamba sisi tumechoka.
Mnaposema kwamba ni vurugu zilitengenezwa na mtu, mnatukosea. Mnakosea sana. Ni Watanzania wameamka. Rasilimali zipi Mwigulu ambazo unasema watu wanatutilia wivu? Mwigulu, mnaua watu kama kuku, mnataka tunyamaze? Mwigulu, muue watu, sisi tunyamaze? Tunyamaze kwa nini? Tumepanga maandamano, tukaamua kuandamana, mkatuma watu waje watuue, na sisi tukajibu mapigo kwa kufanya fujo ambazo zilitokea. Na hatukufanya fujo, ila tulijaribu kuwakumbusha kwamba hizi mwendokasi ni za kwetu sisi, ni mali zetu. Vituo vya polisi mnavyoulia ndugu zetu ni vya kwetu sisi. Mwigulu, ndicho ambacho tulitaka, ni ujumbe ambao tulitaka tuwafikishie. Mwigulu, usijifanye una akili nyingi sana, unasimama na kuropoka ujinga. Leo unasema eti rasilimali. Which rasilimali? Kuna nchi yenye rasilimali kama Burkina Faso? Kwa nini wananchi wanampenda rais wao? Rasilimali zetu ambazo mmeziweka kwenye mifuko yenu, Mtanzania ananufaika vipi kwenye rasilimali hizi? Mmekosa hata aibu, mnasimama na kuropoka rasilimali. Rasilimali zipi? Mwigulu, let me tell you, hapa mahali mmetufikisha, hatutorudi nyuma. Nina matumaini kwamba umeweza kukagua hotuba hii ambayo imeweza kutolewa na huyu mwanadada. Sasa ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu, tusonge mbele. Unajua kizazi hichi chetu ndicho kizazi jeuri kwa waovu alichokitabiri mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na unajua hichi kizazi chetu hichi cha Gen Z hakitaweza kunyamazishwa kwa utekaji. Hakiwezi. Hakitaweza kunyamazishwa kwa mauaji. Kama unafikiri kwamba hichi kizazi chetu cha Gen Z ndani ya taifa letu la Tanzania kitanyamazishwa kwa sababu ya mauaji, wewe si ujiulize tangia ndugu zetu walipouawa Oktoba 29. Tanzania wamenyamaza? Hichi kizazi kimetulia? Hakijanyamaza. Bado wanazidi kukosoa hii serikali kwa mabaya ambayo wanawafanyia wananchi. Wewe si ujiulize, hii serikali inaendelea kuteka wananchi kila kukicha. Juzi mliona waliteka mtu ambaye anaitwa Tadei Kweka. Walimteka. Licha kwamba waliweza kumteka, hawajaweza kukinyamazisha hichi kizazi. Na hawajatulia. Na hawawezi wakatulia, mpenzi mtazamaji. Yaani hata serikali jaribu kutumia kitu ambacho kinaitwa mbinu ambayo inaitwa utekaji, hichi kizazi hakiwezi kikatulia. Hata watumie kesi za kubambika, hata watumie magereza, hata watumie mtutu wa bunduki, tangia Oktoba 29 hichi kizazi hakiwezi kikaogopa. Mimi nimeweza kufurahishwa jinsi ambavyo huyu mwanadada anamkabili moja kwa moja Mwigulu Nchemba. Nimekuwa nikieleza watazamaji wangu hapa kwamba Mwigulu Nchemba amekuwa kama chizi. Akishika tu kipasa sauti hivi, mambo ambayo yanamtoka kinywani ni mambo ambayo ni magumu sana. Mara huu sijui Watanzania walilipwa ndiposa waweza kuandamana. Mara huu kuna taifa fulani ambalo limeweza kuonea Tanzania wivu kwa sababu limepiga hatua kimaendeleo. Mara huu kuna taifa ambalo linataka kuchukua rasilimali za Tanzania. Hakuna mtu ambaye anataka kuchukua rasilimali. Rasilimali za Tanzania zitasalia Tanzania. Lakini matatizo ambayo yanawakumba wananchi hayawezi yakaisha bila kutatuliwa.
matatizo ambayo yanawakasirisha wananchi, ambayo yaliwakasirisha wananchi mpaka kuandamana, yasipotatuliwa hayataenda kukoma, yataendelea bado kusalia pale pale. Tatizo kama vile la mauaji, tatizo kama vile la utekaji, tatizo kama vile la kutumia magereza, kutumia kesi za kubambika, hayawezi yakakoma endapo hayataweza kutatuliwa. Na hichi ndicho kile kizazi ambacho mtangulizi wetu Mwalimu Julius Nyerere aliweza kukizungumzia kwamba patakuwepo na kizazi cha vijana jeuri ambao watazuia kila uovu kwa maneno, matendo na hata gharama ya uhai wao ikilazimu. Sasa wacha nikueleze, hatuwezi tukanyamaza ndani ya taifa letu la Tanzania. Hata wapige kelele sijui tumelipwa, hata wapige kelele sijui tunaonea Tanzania wivu, hatuwezi tukanyamaza mpaka mambo yaweze kutekelezwa yafuatayo. Haki kwa wale ambao waliuawa iweze kutendeka. Haki kwa wale ambao walitekwa iweze kutendeka. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Lazima uwajibikaji uweze kupatikana ndani ya serikali ya Tanzania. Lazima ukweli utolewe. Ni akina nani ambao waliweza kuwaua akina Mdude? Ni akina nani ambao waliweza kuwateka akina Mdude? Ni akina nani ambao waliweza kuteka akina Humphrey Polepole? Sijui wazo lako ni lipi. Mimi ni Bwana Ezra, ila Bwana Mwigulu Nchemba huyu hata hapaswi kukuwa waziri mkuu, kwa sababu maneno ambayo anayatoa kwenye kinywa ni mambo ambayo, au ni maneno ambayo yanashusha hadhi ya waziri mkuu. Tumekuwepo na mawaziri wakuu kutoka hapo nyuma, ila hatukuwahi kuwa na mawaziri ambao wanaropokwa jinsi ambavyo Mwigulu Nchemba anaropokwa. Wazo lako ni lipi? Sema nasi.